Dalili 5 za ndugu wanafiki. Familia ndiyo sehemu ambayo watu wengi hutegemea kupata upendo, usalama na msaada wa kweli. Ndiyo maana inauma zaidi pale unapogundua kuwa si kila ndugu anayekutabasamia anakutakia mema kutoka moyoni. Wengine wanakuwa karibu yako kwa jina la undugu, lakini ndani yao wamejaa wivu, ushindani na unafiki wa kimya kimya. Ukweli ni kwamba maumivu yanayotoka kwa ndugu huwa mazito zaidi kuliko maumivu kutoka kwa watu wa mbali. Kwa sababu ndugu wanajua udhaifu wako, wanajua historia yako na wanajua vitu vinavyoweza kukuumiza kwa urahisi. Ndiyo maana ndugu mwenye roho ya unafiki anaweza kuwa hatari sana kuliko adui wa wazi. Adui wa wazi unamjua na unajiandaa naye, lakini mnafiki anakutabasamia huku moyoni akikuvunja taratibu. Na jambo baya zaidi ni kwamba watu wengi hugundua hili wakiwa wamechelewa sana. Wameamini sana, wamefungua moyo sana, au wameweka matumaini yao yote kwa watu ambao hawakuwa na nia safi tangu mwanzo. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom, kwa sababu hapa tunazungumzia ukweli wa maisha ambao unaweza kukufungua macho na kukulinda dhidi ya maumivu mengi ya baadaye. Hizi hapa ni dalili 5 za ndugu wanafiki ambazo unatakiwa kuzitambua mapema. 1. Hawafurahii mafanikio yako kwa dhati. Hii ndiyo dalili kubwa kuliko zote. Ndugu wa kweli akiona unapiga hatua, hufurahi kwa moyo safi. Mafanikio yako yanampa furaha kana kwamba ni yake mwenyewe. Lakini ndugu mnafiki huwa tofauti. Ukifanya vizuri, utaona pongezi zao zina uzito wa ajabu. Wanapongeza kwa mdomo, lakini si kwa moyo. Wakati mwingine watakaa kimya kabisa kama hakuna kitu kilichotokea. Lakini ukipata matatizo au ukikwama, ghafla wanakuwa karibu sana. Wanaonekana kuwa na hamu kubwa ya kujua kilichoharibika kuliko kuona kilichofanikiwa. Hii ni ishara ya wivu wa ndani. Moyo wao unaumia kukuona unapanda juu kuliko walivyotarajia. Wakati mwingine wanaweza hata kupunguza mafanikio yako kwa maneno kama bahati tu, mbona si kitu kikubwa sana, tuone kama itaendelea. Lengo lao si kukushauri, ni kupunguza mwanga wako ili wajisikie vizuri ndani yao. 2. Wanazungumza vizuri mbele yako, vibaya nyuma yako. Mbele yako wanaonekana wapole, wenye upendo na wanaokujali sana, lakini ukiondoka tu wanabadilika kabisa. Wanakusengenya kwa watu wengine, wanapotosha maneno yako, na wakati mwingine wanaongeza hata mambo ambayo hayapo ili tu watu wakuchukulie vibaya. Mnafiki huwa na nyuso mbili, uso wa mbele wenye tabasamu na uso wa nyuma wenye sumu. Tatizo ni kwamba ndugu wa aina hii huwa wanajificha sana nyuma ya undugu. Wanajua hutawashuku kirahisi kwa sababu unaamini huyu ni damu yangu. Lakini kumbuka hili, sio kila mwenye damu yako ana moyo safi kwako. Na mara nyingi watu wanaoweza kuharibu jina lako kwa urahisi ni wale waliopo karibu yako sana. 3. Wanakutafuta wakiwa na mahitaji tu. Ndugu mnafiki mara nyingi hawatakutafuta kwa sababu wanakujali. Watakutafuta kwa sababu wanakuhitaji. Wakiwa na shida, simu zao zitakuwa nyingi. Wakiwa na hitaji msaada, watakuwa wapole sana. Wakiwa na hitaji connection au pesa, ghafla wanakumbuka umuhimu wako. Lakini siku wewe ukiwa na shida, wanapotea. Ujumbe wako haujibiwi, simu zako hazipokelewi, na mara nyingi watakuwa na visingizio vingi. Hii inaonyesha kuwa hawakuona thamani yako kama mtu, waliona thamani ya kile unachoweza kuwapa. Mahusiano ya kweli hayandi upande mmoja tu. Upendo wa kweli una balance, lakini watu mnafiki hupenda kupokea zaidi kuliko kutoa. 4. Wanapenda kukushusha au kukudharau kwa utani. Kuna ndugu ambao kila wakizungumza na wewe, lazima wakudhalilishe kidogo. Watatumia utani kukupunguza thamani mbele ya watu wengine. Watabeza ndoto zako, kucheka juhudi zako, au kukukumbusha makosa yako ya zamani kila mara. Ukikasirika watasema,
mbona unachukulia vitu serious sana? Tunatania tu. Lakini ndani yake kuna nia ya kukufanya ujione mdogo. Mtu anayekupenda kwa dhati hatafurahia kukuona ukijishusha thamani. Hatatafuta njia za kuvunja confidence yako mbele ya watu. Ndugu mnafiki hujaribu kukurudisha kwenye maisha yako ya zamani ili waendelee kujisikia vizuri juu ya maisha yao wenyewe. 5. Hawataki uwe tofauti nao. Ukianza kubadilika na kujituma maishani, ndugu mnafiki huanza kuona kama unajifanya bora kuliko wao. Ukianza kuwa na nidhamu, wataanza kusema umebadilika. Ukianza kuwa makini na maisha yako, wataanza kusema unaringa. Ukianza kupunguza muda kwenye mambo yasiyo na maana, wataanza kusema umewasahau. Kwa nini? Kwa sababu badiliko yako yanawakumbusha sehemu ambazo wao hawajabadilika. Watu wengi hawana shida na wewe kubadilika. Wana shida pale badiliko yako yanapoonyesha udhaifu wao. Ndio maana wakati mwingine ndugu mnafiki watajaribu kukurudisha kwenye maisha yako ya zamani ili waendelee kujisikia vizuri juu ya maisha yao wenyewe. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Usichukie ndugu zako. Usiishi kwa hasira, lakini fungua macho yako. Sio kila tabasamu lina upendo wa kweli. Sio kila anayekuita ndugu ana moyo safi kwako. Na sio kila anayekuwa karibu yako anataka kuona ukifanikiwa. Jifunze kuweka mipaka. Jifunze kutunza amani yako. Na jifunze kutofautisha kati ya ndugu wa damu na ndugu wa moyo. Kumbuka hili, ndugu wa kweli atakuinua hata kama hana uwezo mkubwa, lakini ndugu mnafiki atajaribu kukushusha hata kama una nia nzuri kiasi gani. Usipoteze nguvu zako ukijaribu kuwafurahisha watu ambao hawatawahi kufurahia mwanga wako. Endelea kujijenga, endelea kusonga mbele, na acha matokeo yako yaongee badala ya malumbano. Kwa sababu wakati mwingine, vita vikubwa kwenye maisha ya mtu havitoki kwa watu wa mbali, vinatoka kwa watu karibu sana.